Mungu wangu wewe. Oh my God. Mungu wangu, ila mama una kazi ndogo. Asante sana. Wageni wetu karibuni sana. Nifa akiwa ameafiri kutoka Dar es Salaam. Karibuni sana, tushangilie naye, tufurahi naye. So guys, my mom prepared a whole event, guys. Mfanyabiashara Nifa ametuonesha video jinsi ambavyo alipokelewa nyumbani kwao baada ya kurudi siku ya jana, ikiwa ni Desemba 11 mwaka 2025. Yes, tunafahamu kwamba Nifa ametoka kwenye changamoto, amekaa ndani kwa muda mrefu sana, ni takriban mwezi amekaa ndani, ambapo alikuwa anashtakiwa kwa kesi ya uhaini, lakini baadaye tunaona kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alitangaza msamaha kwa watu wote ambao walikuwa wamekamatwa, na yeye ni mmoja kati ya watu ambao waliachiwa. Sasa Nifa baada ya kuachiwa hajakaa sana, amerudi nyumbani kwao huko Kagera, na hivi ndivyo ambavyo alipokelewa. By the way, Nifa alikuwa hafahamu nini ambacho kinaenda kutokea huko nyumbani kwao. Mama yake alikuwa ameorganize kila kitu na imekuwa ni surprise sana kwake. Ameshare hii moment kupitia ukurasa wake wa Instagram, jinsi ambavyo mambo alikuwa, jinsi ambavyo alipokelewa na shangwe na furaha za familia. Obviously kogo hivyo, umetoka kwenye matatizo, familia ukiona kwamba umerudi katika hali yako ya kawaida, inakuwa ni sherehe kwa familia. Na mama kama mama ameandaa zake kisomo fulani hivi, na ndugu jamaa na marafiki wameweza kuenjoy kwa pamoja, kumkaribisha mpendwa wao, kumsafisha upya. Maana wenyewe anakuambia kwamba kukaa lock up sio masiara bwana, kutoka mle ndani, ukitoka lazima ufanye kitu kwa ajili ya kujisafisha. So hii hapa ni video ambayo inamuonesha Nifa alivyopokelewa na mambo mengine ambayo yameendelea huko nyumbani kwao. Mimi naitwa Ricky Kiselala sana. Guys, I'm in village and my mom surprised me. She did. She got me good. I got surprised by my mother. Stay with me to watch what she did. Yeah. I'm in village. So the first thing ambacho kilikuwa kimeni surprise sana. Leo mama anataka kwenda nyumbani kwake Kapamisa, anataka kupaona Bukoba. I was so surprised with the choice of outfits. Like hiyo nguo unaivaje kusafiri? Unavaje nguo kama hiyo kusafiri? Unaweza unavaa hizo nguo siku za Eid kwenye dua kubwa na nini. Kumbe she had plans in her mind and I didn't know anything, guys. So mimi nimefika Bukoba pale, I was just taking some videos na nini. Tumefika, wadogo zangu wakaja, like hakuna kitu chochote, yani you know, wakanipokea, we laughed na nini, and we were ready to go home. And I was like bora hata nifike nikapumzike. Kumbe look at this, guys, just look at this. Mama Mungu wangu wewe. Oh my God. Mungu wangu, ila mama una kazi ndogo. Asante sana. Wageni wetu karibuni sana. Nifa akiwa ameafiri kutoka Dar es Salaam. Karibuni sana, tushangilie naye, tufurahi naye. So guys, my mom prepared a whole event, guys. This is an event. Cause what do you mean? What do you mean? Kwamba hawa watu wote wamekuja kunipokea? No, this is an event. I was so surprised with the amount of people that were here. Mababu zangu wote, all of my grandpas were here. We got inside, there were a lot of people cooking foods and everything, and I was like, Lord. So ikafika muda, we had to pray dhuhur. So tukasali pamoja, wanawake wote kwa wanaume, and after that dua ikaanza. So sikiliza kidogo, okay? Here comes my first grandpa. I love him so much. My second grandpa, my third grandpa, and the list goes on and on and on, guys. And here are my aunties, mamdogos, majiranis, but most of them people that loves me, loves my mom. It is just a nice experience here. Again, my grandpas, guys, my grandpas and my grandmas. Oh my God, I'm so blessed. I want to scream so loud. I want to scream so watoto, oh my God, nimewalea kwanzia wakiwa wadogo. Always naenda kwenye kituo chao. I do some stuff with my mommy and all that. So it is just, oh my God, look at, oh my God, oh my goodness.
Oh my God, this woman. Hakuna jambo dogo kwa mama yangu. You understand? Hakuna jambo dogo kwa mama yangu. This is just a whole beautiful experience. And then after that, the food was cooked and watu wakawa served. Kuko kuna vyakula tofauti. Huyu hapa ustazi wangu, they were praying for me. Rafiki zangu ambao wengine nimesoma nao shule. Guys, I'm so happy. This is a very nice experience. I don't know what to say. I don't have words. I'm just so happy. Thank you so much, Mom, for making this day so beautiful. Yani Mungu wangu, yani I don't know what to say. I'm just out of words. And nikaletea zawadi, na kuambia zawadi ya msamaki mkubwa sana, zawadi ya ndizi, yani zawadi ya nyanya, carrots, so many things, because they said tunawaka uko unakula ugali uko ndani, so we want you to get fat. Hawa hapo auntie zangu, Auntie Sima, Alpenda and all that. So listen to this. Sana kwa kuwa na mama yangu na kuishi naye vizuri. Kiukweli ilikuwa ni surprise, nilikuwa sijui kitu chochote. Yani nilikuwa najua ni watu 10, lakini kama mnavyomjua. Kwa jamani, nashukuru sana, Allah wabariki sana, wanemeshe. Na sina la kusema zaidi ya kusema Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wala yahudu wa hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Nawapenda sana, Mungu awabariki. Mbwenu bojo hiki kikubwa kwa mwana awekala bate kulie nyama. On tweke. Nkutwekele ekikubwa omwana alie nyama bojo. Guys. Jamani guys. Guys, nataka niwaambie kitu kimoja. So hapa niko shambani kwa mamangu na kuna dawa nataka niwaoneshe ambayo wateja wangu ambao huwa mnanunua deodorants na nini, lakini harufu ile ya kwapa inakuwa haiishi. Mimi watakaopata bahati kiniagiza nitakuletea. Hii hapa hii. Hii inaitwa mshunshur. Hapo nimesema kwa Kiingereza jamani, mshunshur. Shomile moja hiyo jamani, inaitwa mshunshu. Wenu kwa labda noyenda ongambile nkulete lebojo nkutibu. Hii hapa inaitwa mshunshu, ni nzuri sana, inatibu watu wote ambao wana makwapa yale yamekomaa. Unaichukua hii unakuwa unaikamua unafutia kwapa, inatibu kabisa. Sawa jamani, kwapa inaonyesha dawa za asili na za kizungu. But also we have this. Hii inaitwa mkono wa nkanda. Ndio mkono wa nkanda. Hii inatibu kikohozi, inatibu mafua, inatibu ni vitu vingi tofauti. Huu ni mchaichai ambao unaweka, sio mchaichai. Mchaichai huu unaweka kwenye chai na nini. Lakini si hivyo tu. Muda sio mrefu naanza biashara ya maembe. Maembe. Jamani kama mnaona yapo ya kutosha. Lakini wale watakaoniagiza, jamani I mean it. Atakayeniagiza sasa hivi kesho namletea. Haya maembe haya yako. Alafu ndio uone ugonjwa. Wale watakaotaka kisamvu. Hiki hapa. Kisamvu. Vingine ndio vinakuwa hapa na kuletea. Vingine. You see the beauty of our home. Naweza kununua maparachichi mimi nakuja tu hapa na chuma naenda kula na ugali. Kwa hiyo jamani, karibuni Bukoba. Bukoba is so beautiful, especially nyumbani kwetu. Kwa hiyo jamani, unataka dawa sijui ili nini nitume mimi niagize nitawaleteni bure, nitafuteni bure niwaletee. Muatibu watoto magonjwa tofauti. Love you so much. My name is Nifa.